Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana katika VBV Swahili, na leo tunaenda kuendelea na Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 12 mpaka mstari ule wa 29. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa nafasi ya kuja tena siku hii ya Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa 8 kujifunza neno lake. Somo hili lilifanyika mchana wa tarehe 15 mwezi wa 8 2026, lakini kutokana na sababu nje ya uwezo wetu tumeshindwa kurusha. Kwa hiyo imebidi tumeshindwa kurusha kama ilivyofanyika pamoja na washiriki mbalimbali. Kwa hiyo imebidi nijirekodi kwa ajili ya somo zima ili kila mmoja aweze kupata kile ambacho tumejifunza mchana wa leo. Namshukuru Mungu sana, na tutaenda kuangalia neno la Mungu. Wiki iliyopita tuliangalia kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11, na nitafanya marudio tu kidogo, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11, ambapo vitu muhimu ambavyo tuliangalia kwamba Wafilisti walikuwa wamekusanyika kupigana na wana wa Israeli. Tukazungumzia kwamba vita ya wana wa Israeli na vita ya Wafilisti kwao ilikuwa ni kimwili, lakini kwetu sisi tunakutana na hawa wana wa Wafilisti kutaka kutushambulia katika ulimwengu wa roho, na tukaangalia mistari mbalimbali. Wafilisti walikuwa wamejiandaa kwa muda mrefu, kama ambavyo sisi katika maisha yetu ya kiroho tunapokiona kitu katika mwili, adui alikuwa ameshajiandaa siku nyingi, na mashambulizi yanaweza kuwa yamejiandaa siku nyingi. Tunapokuja kushtuka tunaona matokeo, tunadhani ni vita ndio vimeanza pale. Wafilisti walikuwa wameanza vita hiyo karibu miaka 30 iliyopita, kwa kuwaondolea uwezo wa kuwa na silaha wana wa Israeli, alafu wao wakiwa wanamuandaa Goliati ili siku hii ambayo mimi ninaita siku ya uovu aweze kuwashinda. Tuliangalia ukubwa wa Goliati, ushujaa wake, uzoefu wake na silaha ambazo walikuwa nazo, lakini kama utaenda kuliangalia somo la wiki iliyopita utajua ya kwamba hivi vitu vyote kwa yule aliye na Mungu hivi vitu haviwezi kumtisha, kwa sababu yule aliye ndani ya mtu aliye na Mungu ni mkuu kuliko yule aliyoko ulimwenguni. Kwa hiyo mimi na wewe aliyoko ndani yetu ni mkuu kuliko yule aliyoko ulimwenguni. Goliathi pamoja na ukubwa wake, ushujaa wake, uzoefu wake na silaha zake, sisi tunazo silaha ambazo ni kubwa zenye uwezo wa kuangusha ngome na kuamrisha kila fikra zipate kumtii Kristo. Wafilisti walimtengeneza Goliati kwa ajili ya siku ya uovu. Neno la Mungu linatuambia tuvae silaha zote ili tuweze kusimama, silaha zote za Mungu ili tuweze kusimama siku ya uovu. Kwa wana wa Israeli, siku hii ambayo Goliati alisimama akiyatukana majeshi ya Mungu ilikuwa ni siku ya uovu. Na Goliati alikuwa na kusudi moja tu, alikuwa anataka mtu mmoja tu aweze kupambana naye, kwa sababu alijiamini. Hapo ndipo tunapoona kwamba kiburi utangulia kabla ya anguko. Lakini alitaka mtu mmoja, na akasema yule atakayeshindwa atamtumikia yule aliyemshinda. Kama ni wana Israeli watashinda, watawatumikia Wafilisti. Wana wa Israeli wakishindwa watawatumikia Wafilisti. Wafilisti wakishindwa watawatumikia wana wa Israeli. Nenda kaangalie somo lililopita jinsi ambavyo washiriki walichambua hilo swala. Goliati maneno ya Goliati yaliwaogopesha sana wana wa Israeli, wakiongozwa na Sauli ambaye wana wa Israeli walimtaka ili awasaidie wakati wa vita, lakini vita ilivyokuja Sauli hakuwa msaada. Hii inatufundisha hata sisi msaada wetu unatoka kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, na tusiliweke tumaini letu kwa mwanadamu. Kwa masomo kama haya na mengine mengi lililopita na mengine mengi, nenda kwenye channel ya VBV Swahili na Mungu akubariki. Kwa hiyo tunaenda kuangalia kwanza sehemu ya kwanza ambayo ni Samueli wa kwanza sura 17 mstari wa 12 mpaka wa 18. Basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mwefrathi
wa Bethlehemu ya Yuda aliitwa jina lake Yese, naye huyo alikuwa na wana 8, naye mwenyewe alikuwa mzee siku za Sauli na mkongwe miongoni mwa watu. Nao wale wana 3 wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani, na majina hao wanawe 3 waliokwenda vitani ni haya: mzaliwa wa kwanza Eliabu, wa pili wake Abinadabu, na wa 3 Shama. Naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote, na hao 3 walikuwa wakubwa wakafuatana na Sauli. Wale waliokuwa wakubwa wakafuatana na Sauli. Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo wa baba yake huko Bethlehem. Na yule Mfilisti hukaribia asubuhi na jioni akajitokeza siku 40. Ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa uwachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako, ukampelekee akida wa 1000 yao jibini hizi 10, ukawaangalie wa hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Hilo ndilo neno la Mungu, na Mungu alibariki neno lake. Sasa tuliangalia ni mambo gani tumejifunza. Palikuwa na mchangiaji dada yetu, dada Ayua. Yeye alijikita katika swala zima katika mstari wa 15 na mstari wa 16, akazungumzia jinsi ambavyo Daudi pamoja na kuwa mfalme alikuwa amempa kazi nzuri ya kupiga kinubi kule kwa mfalme kama tulivyoangalia katika sura ya 16, lakini bado alikubali kwenda na kurudi kwenda kuchunga kondoo baba yake. Sister Ayua akazungumzia swala ya kwamba watu wengi Mungu akitupandisha tunaacha, tunasahau kile ambacho Mungu alipotutafuta ndicho tulichokifanya. Yani kama Daudi kwa mfano, ni kwa sababu ya kupiga kinubi alichojifunza akiwa anachunga kondoo ndicho kilichomfanya kwenda kusimama mbele ya mfalme. Sasa watu wengi tunaweza kuacha kondoo kwa sababu sasa hivi tunapiga kinubi mbele ya mfalme, ambayo sio sawa. Tunatakiwa tufanye na tuongozwe na Roho Mtakatifu katika yale yote ambayo Mungu anataka tufanye. Tusisahau tulipotoka, tukumbuke Mungu alikotutoa, kwa sababu tutakuja kuangalia ni jinsi gani kuchunga kondoo kulikuwa muhimu kwa ajili ya Daudi. Vile vile Sister Ayua akachangia mstari wa 16 kwa kuzungumzia swala la asubuhi na jioni la huyu Mfilisti, kwamba alikuwa anatokezea asubuhi na jioni kwa siku 40 ili kuwachanganya wana wa Israeli. Akazungumzia swala kwamba hebu fikiria wewe mtu awe anatoka kukutukana, kukukebei kwa siku 40. Kwanza kisaikolojia inakuumiza. Pili, tunajua hili jambo liliwaingizia hofu. Fikiria hiyo hofu ya kila siku. Lakini angalia strategically, alikuwa anaenda asubuhi na jioni, mida ambayo wana wa Israeli walikuwa wanatakiwa ni mida ya ibada. Yeye ndo alikuwa anaenda kuharibu ibada yao ili wasimwabudu Mungu wao, ili apate kuwashinda kiroho. Kwa hiyo haya matusi ya asubuhi na jioni hayakuwa tu ya kawaida, yalikuwa yako strategically kuwashinda wana wa Israeli kiroho na kisaikolojia. Sister Ayua, Mungu akubariki sana kwa mchango wako wa leo. Sasa mimi binafsi vitu ambavyo nimevijifunza, kwanza tukiangalia mstari wa 12 unamzungumzia Yese ambaye ni baba yake Daudi. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunaona Biblia inatuintroducia baba yake Daudi, Yese, ambaye tukienda kwenye Mathayo 1 tunamkuta Yese ametajwa. Neno la Mungu linasema mstari wa 5 na 6, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria. Kwa hapa tunaweza tukaona jinsi ambavyo Yese ni mjukuu wa Boazi na Ruthu, mjukuu wa Boazi na Ruthu, na wanaitaga bibi mkubwa. Sisi watu wa pwani, yani bibi yako, mama yake ni bibi mkubwa. Bibi mkubwa ni nani? Au bibi mkuu wengine wanasemaga. Bibi mkuu alikuwa Rahabu. Na hawa wote tunaona ni watu wa mataifa. Lakini unaona mpango wa Mungu unavyokuwa. Mungu haangalii Myunani au Myahudi.
yule ambaye atakubali kuingia kwenye mpango wa Mungu ataingia kwenye mpango wa Mungu. Tunajua Rahabu jinsi alivyoweza kupata nafasi yake, alikubali kuambatana na wana wa Israeli, akamkubali Mungu wao. Rutu vile vile akasema, akamwambia Naomi, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Lakini kiufupi kwamba hapo tumemwona Yese baba wa Daudi kwamba ni mjukuu wa Ruti na Obedi. Mstari wa 13 unazungumzia kaka watatu wa Daudi ambao tuliwaona katika sura ya 16. Walipelekwa mbele ya Samueli ili wawekewe mafuta watawazwe kuwa wafalme, lakini Mungu akawakataa. Mungu akasema ya kwamba Mungu anaangalia moyo na haangalii nje kama wanadamu wanavyoangalia. Sasa leo tunakuja kuona katika mstari wa 13 kwamba wao walikuwa vitani. Walikuwa wanajeshi katika jeshi la Sauli. Sasa tukirudi nyuma katika sura ya 14 ambapo tulijifunza mstari wa 52, neno la Mungu linasema, tena kulikuwa na vita vikali sana juu ya Wafilisti siku zote za Sauli. Naye Sauli alipomwona mtu yote aliyekuwa hodari au mtu yote aliyekuwa shujaa humtwaa ili awe pamoja naye. Kwa hapa tunaweza tukajifunza kwamba kwa nini hawa kaka wa Daudi wako jeshini. Ni kwa sababu walikuwa hodari, walikuwa mashujaa. Kwa hiyo Sauli akawatwaa ili wawe kwenye jeshi lake. Na hapa inatuonyesha kwa nini sasa Samueli alipoenda kumtia mafuta yule ambaye Mungu alimwambia, nenda kwenye nyumba ya Yese nitakuonyesha utakayemtia mafuta. Alipomwona Eliabu, Abinadabu na Shama, alipomwona tu Eliabu kwanza akasema labda ni huyu. Akaja mwingine akaona huyu ndo atakuwa, huyu ndo atakuwa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na fit ile criteria, walikuwa na kubwa, mahodari, mashujaa, kwa mwili wanaonekana wanafaa jeshini. Watu wote tunajua hata jeshi la leo you have to have a certain statue kuqualify kwenda jeshini. Kwa hiyo tunaona ukiangalia kinyume chake, ndio maana Daudi alisahaulika. Baba mtu alivyoambiwa nenda ukalete watoto, akaona watoto ndio wana fit criteria. Na hii inaweza kunikumbusha hata wakati wana wa Israeli wanamtaka Sauli, kuna criteria walikuwa wanaitaka ya umbo la mwili. Na Samueli inaonekana sasa criteria waliokuwa nao hawa watoto ni ile criteria waliokuwa nao Sauli. Ndio maana Samueli bado kidogo alitaka kuwatia mafuta, Bwana akamwambia hapana. Mstari wa 14 tunaambiwa Daudi alikuwa mdogo kuliko wote. Biblia ikiwa inazungumzia kitu chochote tusikiache bila kukiangalia kwa nini Biblia imesema huyu ni mdogo kuliko wote. Tunajua alikuwa ni mzaliwa wa mwisho kwa udogo. Yaani tunajua mara nyingi na mara zote especially kwenye familia za Kiyahudi, mtoto wa kwanza alikuwa anarithi double portion. Kwa hiyo kama palikuwa ni kweli ufalme ulitakiwa uende kwenye nyumba ya Yese, huyu Eliabu ndo alitakiwa uchukue ufalme. Mtoto wa mwisho yeye alikuwa ndo hivyo mtoto wa mwisho last born. Lakini kanuni ya Mungu ni tofauti. Na hata tukiangalia kwenye Biblia toka Mwanzo mpaka Revelation, utakuta Mungu siku zote anachagua vitu vilivyo vidhaifu. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 1 mstari wa 26 mpaka wa 29 confirm, unasema, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Kwa hiyo neno la Mungu alituambia kwamba ukiwa na hekima nyingi, ukiwa na nguvu nyingi, ukiwa na cheo hautaitwa, lakini sio wengi ambao wanaitwa wakiwa katika hali hiyo. Na hii inatokana, tutaangalia kwa nini. Anasema bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima, tena Mungu alivichagua vitu vidhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Kwa sababu kubwa ya Mungu kuvichagua vilivyo vinyonge ni kwa sababu mtu yote asijisifu mbele za Mungu. Lakini wewe ukiwa una nguvu, wewe ukiwa na cheo, wewe ukiwa na hekima, ukawa mnyenyekevu kwa Mungu, na Mungu akiuangalia moyo wako, anajua moyo wako ni safi, moyo wako ni mnyenyekevu, na hutajisifu,
Mungu atakuchagua. Lakini shida ni kwamba wanadamu wengi tukiwa tuna kitu above others, tunakuwa na kiburi, tunakosa unyenyekevu. Ndio maana Mungu anachagua vilivyo vinyonge, na tutaona kiburi ambacho wanacho hawa kaka zake Daudi. Mstari wa 14 unatuelezea hakudhaniwa. Yani unasema, mimi nimeweka subtitle kwamba Daudi hakudhaniwa, na Daudi ni picha ya Yesu. Nadhani going forward tutakuwa tunaona sana katika kitabu cha Samueli, katika maisha ya Daudi, jinsi ambavyo Daudi alikuwa ni picha ya Kristo. Alifanana, maisha yake alifanana na Kristo, na kutembea kwake kulifanana na Kristo. Neno la Mungu linasema naye huyo Daudi alikuwa mdogo wa wote, na hao watatu walikuwa wakubwa. Tunaona jinsi ambavyo alidharauliwa hata katika kuitwa. Waliitwa wengine, yeye akawa wa mwisho. Kama ilivyokuwa Yesu katika Isaya 53 mstari wa 3, na Mungu anatuambia alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala kumhesabu kuwa kitu, au kumhesabu kuwa kitu Bwana wetu Yesu Kristo. Daudi hakuhesabiwa kuwa kitu kwa sababu alikuwa ni mdogo, na alikuwa ni mchungaji wa kondoo, kitu ambacho kwa Wayahudi kuchunga kondoo, wewe ulikuwa ni mtu wa chini kabisa katika jamii. Mstari wa 15 tunaambiwa kwamba Daudi alikuwa analisha kondoo. Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo wa baba yake huko Bethlehem. Kwa mara ya kwanza tunaonyeshwa Bethlehem, ambapo ni mji ule ambao tunajua ni mji wa Daudi. Bethlehem ni mji wa Daudi. Bethlehem vile vile ni mahali ambapo Yesu atakuja kuzaliwa. Daudi aliwajali kondoo wake na alikuwa mwaminifu katika majukumu yake. Bwana Yesu pia anajali kondoo zake. Katika huu mstari tena Sister Ayu alizungumzia swala la uaminifu wa Daudi katika kazi zote ambazo Mungu alikuwa amempa, katika kupiga kinubi na katika kuchunga kondoo. Vyote alikuwa mwaminifu, ndio alikuwa akienda huku na huku. Lakini kitu kingine ambacho mimi nimefunuliwa ni kuhusu jinsi ambavyo huyu Daudi aliwajali kondoo wake kama vile Kristo anavyotujali sisi kondoo wake. Kupitia kazi yake hii ya uchungaji, Daudi aliweza kukaa akamtafakari Mungu. Hakujiona yeye ni mchungaji, lakini akajiona yeye ni kondoo wa Bwana. Na ndio maana katika Zaburi 23 akaandika, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hii inakuonyesha hata yeye wakati alivyokuwa akiwachunga kondoo wake, alikuwa anahakikisha kondoo wake hawapungukiwi. Alikuwa anahakikisha kondoo wake anawalaza kwenye majani mabichi na kando ya maji ya utulivu, alikuwa anawaongoza. Lakini vile alivyokuwa anawafanyia kondoo wake, akajiweka chini, akasema, if I can do that for this kondoo, what God is doing for me, to me, sina wasiwasi. Hata nikipita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana yupo pamoja nami. Gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Kwa hiyo wapendwa, na sisi Mungu anapotupa kazi ya aina yoyote, anatupa katika even nimeshawahi kumsikia kuna mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa John, kama mnamjua, huwa yeye anazizungumzia kazi zote, yani Mungu ndio expert. When we come to architect mnajiita wajenzi wa nyumba, wajenzi wa majengo, Mungu ndio mjenzi mkuu, yeye ndio aliujenga ulimwengu. Elezea kazi gani nyingine? Udaktari, yeye ndio tabibu mkuu. Nenda huko. Kwa hiyo wewe kama ni daktari unaweza ukasema Mungu ndio tabibu wangu, ingawaje wewe ni tabibu, lakini God ni tabibu wako, sio? Yani tutaenda katika kila aina ya kazi mwanadamu anayoifanya. God has done it before us. Nina mstari wa 16 tunaangalia siku 40. Kuna siku 40, yule Mfilisti alikuwa anakaribia zile siku 40. Sasa yule alizungumzia the fact kwamba hizi siku 40 mtu anakutocha. Yani hata kisaikolojia, kiakili, akili inachoka. Lakini mtu muangalie Goliathi, bidii aliyokuwa nayo kwa siku 40. Juhudi ya kuamka asubuhi na jioni kwenda kutukana watu, kuwatocha watu kwa maneno. Sisi tunayo hiyo juhudi?
Na wengi kama mmewahi kusikia watu wanaotokaga upande wa pili wakijaga kuokoka wanashangaa kwamba Wakristo hatunaga juhudi sana kama hawa wengine, na nadhani ni mapokeo ambayo au mafundisho ambayo wao wanafundishwa ni tofauti na sisi tunaofundishwa. Nadhani wengi tunachukulia neema kama ni kitu ambacho kwa sababu we don't deserve then we don't have to work, which is wrong. Kwa sababu Yakobo anauliza, anasema show me imani yako na mimi nikuonyeshe matendo. Imani bila matendo imekufa. Kwa wapendwa, tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia. Huyo hakuchoka kufanya mabaya, sisi tusichoke kufanya wema. Tuwezi kufanya mabaya kama yeye anayoyafanya. Kwa wakati Goliati anatukana, sisi tutakiwa tu confess. Vikutane huko juu, na sisi neno letu Mungu alilotupa ni upanga. Neno la Mungu ni upanga. Vile vile kingine ambacho nimekiona ni kwamba siku 40 ni siku za majaribu. Bwana Yesu alijaribiwa siku 40 jangwani, wana wa Israeli walizunguka jangwani miaka 40, Musa alikuwa mlimani siku 40. Kwa siku zote tunapoona siku 40 ni siku ambazo ni za majaribu. Sister yu alizungumzia jioni na asubuhi. Vile vile tukiangalia jioni na asubuhi, ni kweli ni malango ya siku yetu. Hata tukiangalia Mwanzo 1, neno Mungu linakwambia ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili, mpaka imefika siku ya 7. Mungu alikuwa anahesabu siku kwa kuangalia jioni na kuangalia asubuhi yake. Neno la Mungu linatuambiaje kuhusu jioni? Uniponye nao wafanyao maovu, uniokoe na watu wa damu, kwa maana wanaiotea nafsi yangu, wenye nguvu wamenikusanyikia. Bwana, si kwa kosa langu wala si kwa hatia yangu, bila kosa langu huenda mbio, hujiweka tayari, uamke uonane nami na kutazama. Na wewe Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, uamke uwapatilize, usiwarehemu waovu wafanyao uovu hata mmoja. Wakati wa jioni hurudi, hulia kama mbwa na kuzunguka mjini. Hiyo ni Zaburi ya 59, na nimesoma mstari wa 2 mpaka mstari wa 8. Hapo tunaweza tukaona jinsi ambavyo jioni Daudi, huyu Daudi ambaye tunamuongelea, anasema wakati wa jioni hurudi, au adui hulia kama mbwa na kuzunguka mjini. Kwa hiyo jioni ni wakati ambapo tunatakiwa tuende katika roho, kuangalia jioni yetu tunaitamalaki, na sio adui anaitamalaki kwa maneno yake, kwa kuzunguka kwake. Natakiwa kuchukua hatua ya kutamalaki. Asubuhi nayo ni muhimu sana. Hata Bwana Yesu alikuwa akienda kuomba kila alfajiri. Neno la Bwana linatuambia katika Zaburi ya 92 mstari wa 1 na wa 2, ni neno jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake, uliye juu, tukizitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Kwa wapendwa, asubuhi na wakati wa kutangaza rehema za Mungu ambaye ametulinda usiku kucha, ametuponya na mabaya yote, ametuokoa na mishale ya usiku. Na asubuhi sasa ni wakati wa kutangaza rehema zake. Maombolezo 3 inatuambia ni huruma za Bwana, kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi. Nimpe kila siku asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. Ni kweli Mungu kwetu ni mwaminifu sana, na rehema zake hazikomi. Na kila ninapoitwa asubuhi ni wakati ambapo tunatakiwa tutafakari uaminifu wa Mungu. Lakini sasa huyu ndo asubuhi sasa anakuja kuwatukana, anakuja kuwafanya waingie hofu, ili aweze kutawala mchana wao wote. Na wakati wa jioni anakuja kutawala usiku, naenda kulala usiku na hofu. Mchana hata ukiwa kwenye shughuli zako una hofu, hata kama ufanyi shughuli. Mstari wa 17 tunazungumzia swala la utumishi. Anasema, ndipo Yesu akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa uwachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako. Tunaona Daudi anapewa utumishi na baba yake. Na ukiangalia, hebu fikiria, huyu ni kijana, ndio mtoto wa mwisho, mpiga kinubi kwa Sauli, mchunga kondoo baba yake, na bado baba yake anamtuma kwenda kupeleka mikate kwa ndugu zake, tena akawafanyia utumishi wa ndugu zake. Watu wengi tungeweza kulalamika. Na kwanza pata mpaka sasa hivi nikuulize, tumeona wale watoto 3 wako jeshini. Kuna wale 4 wako wapi? Maana walikuwa kaka 8 jumla.
Kuna wanne hatujui wako wapi, lakini anayetumwa ni Daudi, na Daudi hakukataa. Hii ni picha kamili ya Yesu katika Mathayo 20 mstari wa kuanzia 25 mpaka 28. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yoyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yoyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumishi wenu, kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake kwa fidia ya wengi. Kwa hiyo tunamuona Bwana Yesu anawakumbusha wanafunzi wake ambao walikuwa wanagombania kukaa upande wa kushoto na upande wa kulia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu katika mila na desturi za wana wa Israeli, anayekaa upande wa kushoto na wa kulia kwa host wa sherehe yoyote, huyo ni mtu wa maana sana. Kwa hiyo wenyewe walikuwa wanataka ule ufahari wa kwenda kukaa. Bwana Yesu akamwambia, kama mnataka hivyo basi mwe watumishi, kwa sababu atakayetumikia ndio ambaye kwenye ufalme wa Mungu atatukuzwa. Kwa hiyo hapa tunamuona Daudi akijua hiyo siri, anakubali kutumika kwa shambani mwa baba yake, kwenye kondoo kwa mfalme, anatumika kwa kaka zake, anawatumikia. Utii kwa baba. Nakumbuka kuna hicho kitu kwamba, je, mimi na wewe tungekuwa Mungu ametupromote, tunaweza kuingia kwa mfalme na kutoka, tungekubali tena kutumwa kwenda kupeleka mikate kwa wale kaka zako, wakati ukijua wale kaka zako walikataliwa na Mungu kutiwa mafuta, wewe ndio mtiwa mafuta? Hivi umesha kudhani au kuwaza kwamba, je, mimi ningekuwa nimetiwa mafuta, nitakubali kumtumikia mtu ambaye najua hajatiwa mafuta na alikuwa rejected kwa sababu ya moyo wake? Kuna mambo mengine kwenye Biblia ukisoma lazima yatu hambo. Kingine nimekiona ni utii kwa baba yake. Kama picha ya Yesu, Daudi alikuwa mtii kwa baba yake. Baba yake alipomtuma alikwenda. Bwana Yesu naye alisema, lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyoniamuru ndivyo nifanyavyo, ondokeni twendeni zetu. Kwa hiyo tunaona hiyo ni Yohana 14 mstari wa 31. Tunaona Bwana Yesu alimtii baba yake, na alimtii kwa sababu ya kumpenda baba yake. Na sisi kama tunampenda baba yetu, basi tumtii. Kwa mstari wa 17 tunamuona Daudi akiwapelekea mikate kaka zake, na hapo naona ufanano wake na Yesu. Maana Bwana Yesu yeye alitumwa ili awe mkate kwetu. Katika Yohana 6, ukisoma Yohana 6, Bwana Yesu anasema, mimi ndiye mkate wa uzima. Katika Kiswahili wametafsiri, wamesema Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, lakini in English inasema I am the bread of life. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Kwa hiyo umeona ufanano hapo. Huyu anapeleka mkate kwa ndugu zake wale wasife. Yesu amekuja kama mkate ili mimi na wewe tukila tusione kiu tena wala tusione njaa tena. Mstari wa 18 tunaweza tukaona jinsi ambavyo Yesu alikuwa baba mwema, alikuwa very concerned na watoto wake walioko vitani. Kwa hiyo akamtuma huyu mdogo, akasema sio tu wapelekee chakula, lakini ukawaangalia wana hali gani, uje uniletee jawabu, wale ambao walikuwa vitani. Wapendwa, hata sisi Mungu anajali sana. Mara nyingi tunapokuwa vitani huwa tunadhani Mungu ametuacha. Huwa tunadhani kwa vile tuko vitani basi Mungu amekasirika, ametukasirikia, lakini sivyo hivyo. Mungu anatujali na ana supply all our needs according to his riches and glory. Lakini mara nyingine tunaweza kuwa hatuoni kwa sababu vita imetuoverwhelm. Wapendwa, mara nyingine hata tukiwa katikati ya vita, katikati ya majaribu, tukae tukumbuke ya pendo la Mungu, kwamba hata kama kwa vile bado ninapigana, bado pumzi ipo ndani yangu, nitamsifu Bwana. Yohana 3:16 ninamuona ufanano wa Yesu. Sikusemi sana, kile kitendo chake cha kusema kwamba anamtuma mtoto wake aende akawapelekee wengine
chakula ili waishi. Inaonekana kama vile jinsi ambavyo Bwana Mungu alimtuma Yesu. Aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Kwa wale ambao bado hawajampokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, ninakukumbusha Mungu anakupenda sana. Ndio maana alimtuma Bwana Yesu aje ili kila muamini. Kwa hiyo yani ni kama mpira umetupwa kwako. Utakapomwamini Yesu Kristo utapokea uzima wa milele. Sasa kwa nini usimwamini Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa upendo wake alikubali kwenda msalabani, akafa kwa ajili yako, akazichukua dhambi zako, akazipigilia pale msalabani, akalipa deni kwa damu yake ya thamani. Ninakukaribisha mpendwa. Mwisho wa hiki kipindi kuna sala ambayo unaweza ukaifuatisha kwa ajili ya toba, lakini vile vile ninakuencourage ukatafute tutafute viongozi katika VBV Swahili, au unaweza uka inbox kwenye YouTube. Sasa hivi panasemea ku inbox, au ukatafuta mtu ambaye unamfahamu ambaye ameokoka aweze kukuelekeza. Utafuta kanisa ambalo utaenda kuhudhuria na kuwa unapata neno la Mungu. Na sisi tunakukaribisha kwa ajili ya neno la Mungu kila Jumamosi. Mungu akubariki. Tunaenda sehemu ya pili ambayo tuliifanya mchana wa leo, nayo ni Samueli wa kwanza sura 17 mstari wa 19 mpaka wa 29. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitwaa vitu vile, akaenda kama Yese alivyoamuru. Akifika penye magari, wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita, nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga jeshi hili likikabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika akasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gati jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomuona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemuona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yote atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli hai. Nao watu wakamjibu vivyo hivyo, wakisema ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemuua. Naye Eliabu mkubwa wake akasikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Akasema, mbona umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosea nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Bwana ayabariki maneno yake. Sasa tunaenda kuangalia tumejifunza nini kutoka mstari wa 19 mpaka wa 29. Wakati wa discussion, Sister Ayua tena akachangia kuhusu jinsi ambavyo Daudi alikimbia alivyoona vita. Akaelezea jinsi ambavyo mara nyingine unaweza kujua Mungu amekuitia nini kwa jinsi ambavyo kile kitu unakuwa passionate nacho. Angalia, huyu ni kijana mdogo, anakadiriwa alikuwa na miaka kama 17, lakini alivyoona vita akaikimbilia vile vita, akaacha hata vile vyombo ambavyo alikuwa amepewa au apelekee kaka zake. Lakini vile vile Sister Ayua akawa amezungumzia jambo lingine ambalo alikuwa amelizungumzia, ni jinsi ambavyo kaka yake alikuwa na hasira na Daudi. Akazungumzia jinsi ambavyo mara nyingine ndugu wanaweza kuwa na hasira na wewe, wana chuki na wewe na hujafanya kosa lolote. Angalia mpaka Daudi anashangaa, anasema kwani nimekufanya nini? Lakini huwa inatokea mara nyingine watu wanakuwa na hasira na wewe, lakini ukiangalia sana sio kwamba wanakuchukia wewe, lakini wanachukia ule ukuu ulioko ndani yako. Na huyu Eliabu alikuwa anachukia ule ukuu ulioko ndani ya Daudi.
Kwa hiyo kilichomtoka ni neno la Mungu linatuambia yaliyomo ndani ya mtu ndio yanayomtoka. Kwa hiyo yakamtoka yale yaliyoko ndani yake ambayo ni chuki. Kingine ambacho Sister Ayu alikizungumzia ni jinsi Daudi ambavyo alijibu kwa upole, akafananisha vile vile, akasema hata huko kuchukiwa na ndugu, Bwana Yesu alichukiwa na ndugu zake, Yusufu alichukiwa na ndugu zake, na huo ndio ulikuwa mchango wa Sister Ayu. Mungu akubariki sana. Mstari wa 19 tunaona jinsi ambavyo Sauli na jeshi walikuwa wanaenda kupigana na Wafilisti. Lakini wapendwa, tunakumbuka katika sehemu ya kwanza tuliona jinsi ambavyo wamepigana na Wafilisti. Mwishowe sasa Goliati kishatoka. Goliati akasema aje basi mtu aje pambane na mimi. Huyo atakayepambana na mimi akishinda, yeye ndo anakuwa ndo mkuu, au wengine wanakuwa watumishi. Kwa akishinda Goliati, Waisraeli wanakuwa watumishi wa Wafilisti. Akishinda huyu anayepigana upande huu, bado hatujamjua ni nani, hawa ndo wanakuwa watumishi. Sasa ujiulize, huyu Sauli na hawa Waisraeli wanapigana vita na Wafilisti ili iweje? Mbona hivyo vita havina thawabu, havina zawadi, havina tija? Ni kupoteza muda. Kwa sababu hata wakawashinda wale Wafilisti, bado hawajamshinda Goliati, na Goliati wanamuogopa. Vita vitaendelea. Kwa hapa mimi najifunza kutoka Waefeso 6, neno la Mungu linasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hatupigani na vile vitu tunavyoviona. Hawa walipigana na vitu wanavyoviona na wanavyoviweza, ambao ni hawa Wafilisti wadogo wadogo. Goliati wanamuogopa. Katika maisha yetu ya kiroho, vitu vingi vitakuja katika hali ya mwili. Yatakuja magonjwa katika hali ya mwili. Watakuja watu wanaotuudhi katika hali ya mwili. Yatakuja maybe kukosa kazi, kukosa baraka, kukosa vitu vingi ambavyo tunaviona katika mwili. Na sisi tutapambana na vile vitu tunavyoona. Tutapambana na ugonjwa, tutapambana lakini tunashindwa kujua kwamba chanzo cha ule ugonjwa ni Goliati. Yani hapa vita mimi natakiwa, ndiyo ugonjwa umesimama hapa, lakini ugonjwa umekuja na umebeba roho ya mauti. Kwa mimi natakiwa nipambane na roho ya mauti, sio nipambane na kaka ugonjwa. Hapa pamekuja na kitu fulani, na muona huyu ni dada yangu anapingana na mimi, lakini huyu dada yangu anatumiwa. Aliyoko nyuma yake ni roho ambayo inataka kuniangusha mimi nisifikie kusudi la Mungu. Kwa hiyo Mungu atupe uelewa na ufahamu wa kujua ni nani adui yetu. Adui wa Waisraeli kwenye hii vita sio Wafilisti, ni Goliati. Hivyo vita vingine walipigana tu na Wafilisti, wengine walikuwa wanashinda, siku nyingine wanashindwa, lakini leo hii vita hii iliyotangazwa ni vita ya Goliati. Na hii vita haikuwa ya kila mtu, ilikuwa na mwenyewe. Ndio hapa tunapojifunza kwamba saa nyingine tunapigana vita ambavyo sio vyetu, alafu tunagaragazwa, tujui tuligaragazwa vipi. Na mara nyingine tunabuya kupigana vita ambavyo sisi tunatakiwa kupigana. Angalia kama tunaijua story ya Daudi, kama Daudi asingeendelea kutoka kwenda kupigana na Mfilisti na Goliati, ina maana Wayahudi wengi wangeweza kufa vita vya Wafilisti wale wadogo wadogo for no reason. Kwa hata sisi unaweza kukuta kuna mambo mengine yanaharibika katika maisha yetu, kwa ndugu zetu, kwa jamaa zetu, kwa watoto wetu, kwa rafiki zetu, mahali petu pa kazi, lakini kumbe naitafutwa na mimi sijatoka kupigana na huyo Goliati. Mungu atusaidie. Sauli na jeshi. Neno la Mungu linatuambia kwamba katika waraka wa kwanza wa Petro sura 5, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba wangurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Ni kwamba adui yetu sisi sio mtu, sio kitu. Adui wetu sisi ni Ibilisi ambaye anazunguka. Kwa hiyo tusi lose focus.
Hapa hao walikuwa wamesha lose focus, wanapigana sijui hapo bonde la Ela wanapigana na Wafilisti, wakati adui kesha kuja huko, kesha watukana, kesha walaani. Mapenzi ya baba. Neno la Mungu linatuambia katika mstari wa 20, Daudi akaondoka asubuhi na mapema, yani hakuondoka mchana, hakuondoka usiku. Nakumbuka katika sura 15 tulizungumzia sana hili swala la utii. Ni utii unapofanywa kwa wakati, na utii sio nusu utii. Ufanywe kwa wakati na ufanywe mzima wote. Kwa hiyo tunamwona huyu asubuhi na mapema, hakusubiri alale aseme mtaamka saa 7 mchana. No, akawacha kondoo, akacha kondoo na mchungaji, akabeba vile vitu kwenda kufanya yale ambayo baba yake amemtuma. Hii ni picha ya Yesu, kwa sababu Yesu alipoambiwa aje duniani hakusita. Yohana 5:38-40 nasema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyonipeleka. Na mapenzi yake aliyonipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Yesu alikuja kufanya mapenzi ya baba yake, na Daudi naye alienda kufanya mapenzi ya baba yake, kwenda kupeleka chakula kwa kaka zake. Bwana Yesu amekuja yeye kwa ajili yetu ili aweze kutufufua siku ya mwisho. What manner of love is this? Ya Kristo kutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi sote. Kwa hiyo wapendwa, ninaomba tuujali wokovu. Neno la Mungu linasema tutapataje kupona tusipojali wokovu huu? Na sisi Bwana anataka tufanye mapenzi ya baba. Ndio maana katika ile sala baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo tuache mapenzi ya Mungu yapate kutimizwa duniani kama yanavyotimizwa mbinguni, yatimizwe katika maisha yetu kama ambavyo yanatimizwa mbinguni. Mstari wa 21 tunaona jinsi ambavyo jeshi la Israeli lilikabiliana na jeshi la Wafilisti. Lakini ukijiuliza, wanakabiliana na hili jeshi kwa nguvu gani walizonazo? Tumeangalia huko nyuma, hawana hata silaha. 1, 2, huku Goliati anawaita, hamna hata aliyetokea kwenda kupigana na Goliati. Sasa wanavokabiliana na hawa, ndio hivi ninavyovisema, vita visivyokuwa na tija. Vingine tunapotezeana tu muda. Zaburi 18:29 anasema, maana kwa msaada wako nafuata jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Wapendwa, kama hatutaenda na Bwana na msaada wa Mungu, hatutaweza kulifuatia jeshi ambalo linakingana na sisi. Lakini tukikubali msaada, tukikubali kuwa na Mungu, tuwe upande wake na yeye awe upande wetu, tunayaweza yote katika Bwana anayetutia nguvu. Mstari wa 22 ninaona upendo wa Daudi. Tena hapa naiona picha ya Yesu. Daudi aliwapenda ndugu zake. Neno la Mungu linasema alipowaona kaka zake, akaviachia vile vyombo kwa katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Yani kile swala la kuwakimbilia ni kuwaona ndugu zake, akafurahi mtoto wa watu. Bwana Yesu vile vile anasema katika Yohana 15:9, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Wapendwa, tukae katika pendo la Kristo. Kristo anatupenda, alitupenda na milele anatupenda. Kingine tunaona wakati amewakimbilia sasa, ndio amekaribia microphone huko jeshini, sasa ndo anamsikia sasa Goliati. Mstari wa 23 tunasema, hata alipokuwa akisema nao, wakati anaongea na ndugu zake, anasalimiana nao, yule shujaa tena akatokea, yule Mfilisti wa Gati, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, yani yale maneno ambayo tumeyasoma huko nyuma. Anawatukana, anaambia, leteni mtu hapa nipigane naye, na akishindwa huyo mtu, nyie mnakuwa watumwa wangu, na mkishinda nyinyi mnakuwa watumwa wetu. Daudi tunakumbuka kule imetuambia wale waliogopa sana. Daudi hayakuwa na impact maneno ya huyu Mfilisti, na tutaenda kuangalia kwa nini hayakuwa na impact. Lakini cha muhimu, Zaburi 118 mstari wa 6 unatuambia, Bwana yuko upande wangu, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini? Kwa Daudi alijua Mungu yuko upande wangu. Ingawaje mimi ni mdogo, ingawaje sina uzoefu wa vita,
ingawaje mimi sina mwili, sina silaha za vita, lakini kwa kuwa Mungu yuko upande wangu, mwanadamu atanitenda nini? Anasema mstari wa 7, Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu, kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Wapendwa, na sisi lazima tufike mahali ambapo tunajua ya kwamba Bwana yuko upande wetu. Kama Bwana yuko upande wetu, basi tutafute kwanza ufalme wa Mungu wa mbinguni, na mambo mengine yote tutazidishiwa. Yani hakuna kitu cha maana zaidi ya Bwana kuwa upande wako. Kuna mambo mengine hatutahitaji kupigana. Jamani, mimi mfano mzuri na uangaliaga ni Musa. Musa alikuwa amekaa zake huko, habari hana. Miriam na kakake Haruni wanamteta. Mungu huo akadili nao. Mungu huko akaenda akamuita Musa, njoo, Musa njoo huku, hao wanakuteta. Akampiga ukoma Miriam. Yani Mungu akiwa upande wako, kuna vita vingine hatutahitaji kupigana. Ni tunapigana vita vingi kwa sababu kwanza hatujakubali Mungu awe upande wetu, au sisi hatuja upande wa Mungu. Au pili, Mungu anaweza kuwa upande wetu, sisi hatujajua Mungu yuko upande wetu, tunapigana wenyewe kwa kujihangaisha. Mungu atusaidie. Mstari wa 24 tunaona wale wakakimbia walipomuona Goliati. Unajua kuna tofauti kati ya kusikia na kuona. Ayubu alisema, Bwana, nilikuwa nakusikia, leo nimekuona, mimi nimekuona. Yani akaanza kutetemeka kwamba amemuona Bwana. Na hawa nao wamemuona Goliati mbio. Sasa ndio twende kwenye neno la Mungu katika Hesabu 14. Wale maspai wale 12 wameenda kuipeleleza nchi ya ahadi. Kati yao alikuwepo Kalebu na alikuwepo Joshua. Na katika kupeleleza wakarudi na ripoti 2 tofauti. Na ndio maana nasema ni swali moja ambalo tujiulize mimi na wewe. Goliati akisimama mbele yetu, tutaona nini? Kwa sababu lazima siku zote kuna makundi mawili. Hapa tunaona wana wa Israeli wanakimbia kwa kuogopa, Daudi hajakimbia. Hebu tuangalie hawa maspai kwenye Hesabu 14. Mstari wa 6 inasema, na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao. Sio kwamba na wao hawakwenda kuipeleleza, walipeleleza. Wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tulioipata kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Umeona tofauti yao? Wale walipoambiwa waende wakapeleleze, wenyewe waka focus macho yao kuangalia ile mijitu. Hawakuangalia ile ardhi ambayo wamehaidiwa, hawakuiangalia ahadi ambayo Mungu amewapa. Hawa Kalebu na Joshua wenyewe wakaenda kuifanya ile kazi walitumwa kwenda kupeleleza ardhi, nchi. Hawakutumwa kupeleleza maadui. Akasema nchi ile tulipata kati yao ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Kwa hiyo wanaleta ripoti ya kitu walichotumwa. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe kuwa yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Unaona? Yani bado wenyewe wako kwenye swala la nchi. Hayo midude mikubwa, sijui inatuona sisi mapanzi, hiyo sio habari yao. Lakini msimwasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Kwa hiyo Kalebu na Joshua hawakuangalia mijitu. Na unakumbuka wiki iliyopita tulisema ile mijitu iliyoachwa ile ndio matokeo yake, vizazi na vizazi vikapita, ndio anakuja kuzaliwa Goliati kutoka kwenye hii mijitu ambayo iliwatisha wana wa Israeli wasiingie katika nchi ya Kanaani. Na hapa tunaweza tukajifunza kitu kingine, kwamba kumbe mijitu, kila wakati watu wanapotaka kupromotiwa, mijitu inatokea. Wana wa Israeli walivyokuwa wanatakiwa kupromotiwa sasa kuingia katika nchi yao ahadi, pakawa na mijitu. Sasa hivi Mungu anataka kumpromoti Daudi kutoka kuwa mchunga kondoo, lijitu tena linasimama. Kwa hiyo hata sisi tunapoona mijitu tujue there is a promotion coming. Umeona? Kwa hiyo
Joshua na nani wanatoa solution ya shida iliyokuwepo, kwamba kama Bwana atatufurahia. Kwa hiyo it's not a matter of kitu gani, yani hili jitu likoje, lina ukubwa wa kiasi gani, it doesn't matter. Bwana akinifurahia mimi, tutaingia katika nchi ya ahadi. Ahadi ya Mungu itatimia katika maisha yangu. Anasema msimwasi Bwana wala msiwaogope watu wa wenyeji wa nchi. Unajua kwa nini lijitu linasema mbele yako? Ili kukupa hofu. Ile hofu itakufanya ushindwe kumwamini Mungu. Kataa kuliangalia lijitu, muangalie Kristo. Neno la Mungu linasema tukimwangalia Yesu, mwanzilishi wa imani, mwanzilishi na mwisho wa imani yetu, tumwangalie Yesu, kwa maana yeye amekwisha kushinda zaidi ya kushinda. Mstari wa 24 tumeona tena swala la kukimbia. Hasa ukienda katika Yoshua 23 mstari wa 8 mpaka wa 11, Joshua anawaasa wana wa Israeli kabla hajafa. Anasema basi shikamaneni na Bwana Mungu wenu kama mlivyotenda hata hivi leo, maana Bwana amefukuza mbele zenu mataifa walio hodari kisha wenye nguvu, lakini kwenu ninyi hapana mtu aliyesimama mbele yenu hata leo. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu elfu, maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania kama alivyowaambia. Jihadharini nafsi zenu basi ili mumpende Mungu wenu. Umeona? Mungu ahadi kwa wana wa Israeli ni kwamba mtu mmoja atafukuza 1,000. Ukienda kusoma kwenye Biblia, kwenye mahali kwenye Kumbukumbu la Torati, Musa anasema nyie amshangai mtu mmoja kufukuza 1,000 na wawili 10,000. Yani hiyo ndio hesabu ya Mungu. 1 1,000, wawili 10,000. Mimi napenda hesabu, kwa hiyo nahakikisha najua watatu itakuwa 100,000 kwa hesabu ya Mungu, kwa sababu unapiga mara 10 hapo. Kwa hiyo 4 ni 1,000,000. Sasa hawa walikuwa wangapi? Unataka kuniambia hawa Filisti walikuwa 1,000,000? Hawafiki. Walikuwa laki? Hatujui. Lakini point ni kwamba they were supposed to chase them and not to be chased. Lakini leo wanakuwa chased. Why? Siri iko hapa katika hii Joshua 13. Aliwaambia kwamba mumpende Bwana Mungu wenu, mshikamane na Bwana Mungu wenu. Kuna mahali waliacha kushikamana na Mungu. Na ukienda katika Kumbukumbu la Torati sura 28, katika zile baraka ilikuwa ni kwamba mkizifuata, mkinisikiliza kwa bidii na kuyatenda hayo niliyoagiza leo, adui yenu akija kwa njia moja atasambaa kwa njia 7. Laana pale kuanzia mstari wa 15 inasema, lakini mkiacha kuzishika amri hizi ninazoambia leo, yani nyinyi ndio ambao mtawakimbia adui zenu njia 7. Na ndio kinachotokea, wao ndio wanaokimbia. Wapendwa, tumshike Mungu, ndio siri ya ushindi wetu ulipo. Sasa tunafanyaje mimi na wewe? Neno la Mungu linatuambia katika Yeremia 1:8, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ndipo pamoja na wewe nikuokoe, asema Bwana. Kwa hiyo kwanza tumpende Mungu, tushike neno lake, lakini tusiogope kwa ajili ya hao. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye ambaye hakumwachilia mwana wake wa pekee, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Kwa kama Mungu amemtoa Yesu kwa ajili yangu mimi, hawezi kuniacha, hawezi kukuacha. Mstari wa 25, Sauli katika zawadi ambazo anataka kumpa mtu atakayejitoa kwenda kupigana na Goliati, anasema na atamfanya yeye pamoja na nambari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Kwa nini Sauli alikuwa na ofa uhuru kwa mtu yote atakayepigana na Goliati na kumshinda? Ni kwa sababu Sauli alikuwa tayari ameshawafanya wana wa Israeli watumwa wake. Na hili jambo Mungu aliwaonya wana wa Israeli katika sura ya 8 ya Samueli. Tuliposoma Samueli wa kwanza sura ya 8, tuliangalia Mungu alikuwa aliwaonya, akawaambia mfalme atakayekuja atawafanyieni 1 2 3. Moja wapo ni kama kuwafanya watumwa wake. Ukienda kasome mstari wa 11, anasema mfalme atawamiliki ninyi, atakuwa na desturi ya kutwaa wana wenu na kuwaweka kwake magari yake, kwa magari yake, na kuwa wapanda farasi wake, nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Sasa huo si utumwa, umeona? Lakini sasa huyu anasema huyo mtu akishinda, yeye na ambari yake, yani na ukoo wake wote,
hawatakuwa tena watumwa, watakuwa free. Na bado tunaona hata leo katika ulimwengu wa leo huwa kuna watu, kuna miji huwa inatoaga freedom for certain people, kwamba ukiishi kuna vitu ukiachieve huo mji unaweza kukwambia kwamba tumekupa freedom, ukikaa katika huu mji labda ulipi kodi ufanye hivi. Kwa hiyo kuna vitu vinakuwa released. Lakini mimi na wewe, je, wapendwa, mmeona umuhimu wa kuwa free? Falme zinaweza kutuweka tukawa watumwa, lakini cha kutisha zaidi ni kuwa mtumwa wa dhambi. Lakini tunamshukuru Bwana Yesu aliyekuja kututoa katika utumwa wa dhambi. Sasa sisi tunakuwaje huru? Tunakuwaje huru? Neno la Mungu linatuambia katika Efeso 1:6 mpaka 7, na asifiwe utukufu wa na usifiwe utukufu wa neema yake ambaye ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema na kwa kupitia Bwana Yesu Kristo, kwa hiyo damu ya Kristo sisi tunapata msamaha wa dhambi. Ukisoma in English, I love it in English because it say in his rich grace in goodness he purchased our freedom. Kwa hiyo freedom ya kwanza ambayo mimi na wewe tunatakiwa, freedom ya kiroho inayonunuliwa kwa damu ya Yesu. Tunatoka katika utumwa wa dhambi, kwa sababu dhambi, mtu yote anayeishi dhambini ni mtumwa. Ni mtumwa kama watumwa wengine. Kuna mchungaji mmoja anaitwa Kenneth Hagin, niliwahi kusoma kitabu chake kimoja, au nilisikia clip yake moja, alikuwa anafundisha, kwa anazungumzia swala zima la utumwa wa dhambi. Anasema tulivyotenda dhambi, tumechukuliwa, yani shetani ameenda kuweka kama kwenye dungeon, ametuweka pale kama vile unavyoenda mahali unakuta watu wameenda kuweka rehani vitu vyao. Sasa uwezi vile vitu uwezi ukakipata back, mpaka you have to pay the price. Kwa hiyo shetani alituchukua katupeleka katika ufalme wake wa giza. Kufika kule ufalme wa giza ametuning'iniza huko kama mang'ombe yaliyochinjwa, ametuning'iniza huko. Kwa hiyo tunapomkubali Yesu, ile Mungu ndo anasema he purchased us by the blood of Jesus. Kwa hiyo ile damu ya Yesu inatununua, inatutoa kule kwenye ule giza, inatuleta katika nuru. Na ndio maana kuna ule wimbo na upenda unasema hivi, we will never know how much it has cost God to buy us. Umeona? Kwa hiyo ni uhuru ambao tunamshukuru Mungu. Kama bado hujawa huru mpendwa, iko damu ya Yesu iwezayo kukomboa. Yohana 8 anazungumzia basi mwana akikuweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo Bwana Yesu mwenyewe anatuweka huru, tena tuwe huru kweli kweli. Mkumbushe shetani, mwambie mimi niko huru. Unajua shetani anatuonea kwa namna nyingi, anatuweka kwenye vifungo vya aina nyingi, vifungo vya dhambi, magonjwa, umaskini, vifungo vya kushindwa, kuonewa, kudharauliwa, vyote hivyo. Mwambie shetani, mwana ameniweka huru na mimi niko huru kweli kweli. Tunaona katika Yohana 8:31-32 Yesu akamwambia wale Wayahudi ambao walimwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Wapendwa, tunapolisoma neno la Mungu, kila unapolisoma neno la Mungu, unapoendelea kuliweka moyoni mwako na kulijaza, unawekwa huru kutoka mambo mbalimbali. Unafunguka ufahamu, unapata maarifa, unajua hapa nifanye nini. Hili ni la kukataa kwa sababu imeandikwa. Lakini vile vile waraka wa pili wa Korintho sura ya 3 inasema, basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Kwa uhuru tena tunaupata kupitia Roho Mtakatifu. Kwa wapendwa, kubali Yesu, Roho wake anatuweka huru. Roho Mtakatifu anatuweka huru. Roho Mtakatifu anatuweka huru. Neno la Mungu linatuweka huru. Mwana anatuweka huru. Baba anatuweka huru. Sisi tuko huru kweli kweli. Kwa hiyo hawa wa Israeli walikuwa wanakuwa offered mtu mmoja, lakini sisi leo tunamshukuru Mungu, uhuru wetu amekuwa offered kila mmoja atakayemwamini Yesu Kristo. Tunamwona Daudi katika mstari wa 26 na 27. Daudi akasema hivi, Mfilisti huyu na kuandaiza aibu, akasema, mbona Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata watukane majeshi ya Mungu aliye hai? Tumeona hapa kwanza kuna mambo mawili makubwa. Anauliza, huyu Mfilisti asiyetahiriwa ni nani? Hili neno hakulisema kwa bahati mbaya. Daudi alikuwa anamaanisha. Kwa nini? Kwa sababu
kwenye kwenye swala la kutahiriwa ni swala la agano. Mungu alisema, alimwambia Ibrahimu, uzao wako wote watatahiriwa, na wale watakaotahiriwa ina maana wameweka agano na Mungu, wao ni upande wa Mungu. Kwa hiyo kule kutahiriwa kuna waonyesha kwamba wameweka agano na Mungu. Huyu hajatahiriwa, hana agano na Mungu, kwa nini atatutukanaje sisi? Lakini angalia kitu kingine ambacho Daudi anakifanya. Daudi anasema anawatukana na majeshi ya Mungu aliye hai. Huyu nani anaitwa huyu? Goliati alikuwa anawaita, nyinyi ni watumishi wa Sauli. Umemwona adui alivyo muongo. Adui ni muongo kiasi ya kwamba anabadilisha identity yako umwamini yeye. Kwa hiyo aliwashusha kile vile ambavyo Mungu amewaita. Mungu kama vile ambavyo Daudi yeye amepata mafunuo kwamba haya ni majeshi ya Mungu walio hai. Kwa nini huyu anawaita watumishi wa Sauli? Hawa si watumishi wa Sauli hawa. Vivyo hivyo na sisi. Kuna majina gani ambayo adui anatuita na sisi tunakubali? Nyingine adui anakuita wewe mgonjwa, wakati neno la Mungu linasema kwa kupigwa kwake Bwana Yesu wewe umepona. Adui anakuita wewe maskini, neno la Mungu linatuambia kwamba alikuwa maskini ili mimi niwe tajiri. Adui anaweza akakuita chochote kila anachotaka kukuweka chini. Ukikubaliana naye, umekubaliana naye. Na kwenye ulimwengu wa roho, hata kama hujakubaliana nao, kama you are not contesting it, umekubali. If you are not saying anything against what the enemy has said, you umekubali. Hebu tukatae kwa kulitumia neno la Mungu. Kwa hiyo katika Mwanzo 17 uko ukienda utaona jinsi Mungu alivyoweka agano la kutahiriwa. Mstari wa 11 anasema mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hili litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Kwa hiyo Daudi alikuwa anajua agano Mungu alilokuwa nalo na wana wa Israeli. Na sisi tutakuwa tujue agano tulilonalo na Mungu, agano jipya linasemaje. Sasa Daudi kikawa kinaendelea kumsumbua, anaenda tu anauliza watu. Akitoka hapa anaenda anauliza huyu, jamani, atafanyiwaje yule ambaye ataweza kupigana na huyu Mfilisti ambaye hajatahiriwa? Jamani, ni wapendwa, ni kitu chema sana kuuliza zawadi ambayo tunaipata huko tukimfuata Yesu. Petro mwenyewe aliuliza katika Petro huko Mathayo 19 mstari wa 27 na 28, akamwambia Petro, akamwambia Yesu, tazama sisi tumeacha vyote tunakufuata. Tutakufuata, tutapata nini? Bwana Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu, na nyinyi mtaketi na mtapata 100 huku duniani na mbinguni 100. Samahani, nimesahau kuongeza mstari wote. Naomba ukasome Mathayo 19 yote. Uone jinsi ambavyo. Lakini point ni kwamba ni vizuri tuulize tutapata nini, na sisi leo tunauliza kwa kulisoma neno. Tutakutana kwenye neno vitu ambavyo tutavipata. Kitabu cha Ufunuo ni kizuri sana kuangalia. Katika Ufunuo 2 na Ufunuo 3, kila Bwana alivyokuwa anaongea na kanisa alikuwa anawaambia atakayeshinda atapata hiki, atapata hiki. Sasa Ufunuo 2 mstari wa 7 inasema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa, yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Wapendwa, kuna kula mti wa uzima huko, matunda. Ule mti ambao ulikuwa katika bustani ya Edeni kule, ambao wale waliambiwa wale ndio wa ule wakaenda kula ule mwingine, unarudi tena ule mti, ndio tunaenda kula mti wa uzima. Huu mti ndio Mungu aliwakataza, alivyoona wale wameshatenda dhambi kabidi awafukuze, kwa sababu wangekula huu tungekuwa doomed, tusingeweza kukombolewa na sisi tungekuwa tu kama shetani. Atukuzwe Mungu ambaye alituzuia kwenda kula mti ule wa uzima baada ya kutenda dhambi. Mstari wa 28 tunaona jinsi ambavyo kaka wa Daudi alimdharau na kumdhihaki sana Daudi kwa kumwambia, mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Kwanza kondoo wachache afu kule nyikani, yani kwamba wewe hapa mjini unakuja kufanya nini? Wewe ni wa shamba tu huko, afu vikondoo vyenyewe vichache. Na ukiangalia sana haya maneno wala hata hayakuwa
na tija. Yaani haya maneno yalikuwa yamebeba kusudi la kumuumiza Daudi. Daudi aumie, Daudi a react. Na ndio shetani alikuwa anakitafuta, reaction ya Daudi. Kwa sababu adui mara nyingi tunapokuwa, sio mara nyingi, mara zote tunapokuwa upande wa Mungu na milango yote tumefunga, adui hawezi kuingia. Adui alikuwa anamtafuta huyu aseme, akasiriki, ajibu vibaya, ili adui aibe, aharibu, achinje. Lakini tunamshukuru Mungu, Daudi haku react. Anasema mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Sasa haya yote ya nini, kaka mkubwa? Kwanza tuanze na swala la kwanza, kondoo wachache sio wangu, kondoo ni wa Baba. Kwa hiyo kwa nini wewe unadharau kondoo wa babako? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako. Haya, we moyo wangu umeujuaje? Wakati sura 16 Samueli alivyokuja kumtia mafuta mfalme, Mungu akamwambia Samueli ya kwamba mimi naangalia moyo. Na Mungu alivyoangalia moyo wa Eliabu, akamwona Eliabu moyo wake haufai. Akaangalia moyo wa Shama haufai, na wa yule mwingine Abinadabu haufai. Leo huyo mwenye moyo usiofaa ndio anamwambia yule ambaye ametiwa mafuta kwamba moyo wake ni mbaya. Umeona, mara nyingi watu huwa wanaongea kile kilichomo mioyoni mwao. Yaani jinsi mtu alivyo ndivyo anavyoongea. Mtu akimtuhumu mtu yule hivi, mara nyingi yeye ndio yuko hivyo. Ndio maana anajua yule yuko hivi most of the time. Na ndio maana unaweza ukakuta mara nyingine mtu ambaye anaenda anafanya mambo mabaya nje anafikiri kila mtu anafanya hivyo, lakini moyo Mungu ndio ambaye anachunguza. Sasa hii sio mara ya kwanza, kama alivyosema Sister Ayua kwenye mchango wake kwamba hata Yesu alidharauliwa katika Yohana 7:3-5. Basi ndugu zake Yesu wakamwambia, ondoka hapa uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kuzitazama kazi zako unazozifanya, kwa maana hakuna mtu afanyaye neno kwa siri, naye mwenyewe ataka kujulikana. Ukifanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu, maana hata nduguze hawakumwamini. Ndugu wa Yesu hao hawakumwamini, lakini bado wanamdhihaki kumwambia kwamba nenda sasa watu wakazione kazi zako, kwa maana hakuna mtu anayefanya kazi kwa siri. Kwa hiyo wapendwa, mara nyingine dharau, dhihaka za watu wa karibu yetu zinatumiwa na adui kutufanya tukasirike, tuingie uchungu, tukate tamaa, tufanye mambo ambayo sio, tuache mlango wazi adui aje, aingie, amalize, achinje kabisa. Unakumbuka mke wa Ayubu akamwambia si umtukane Mungu ili ufanye nini? Ili ufe. Rafiki zake Ayubu wamekuja pale, badala ya kumtia moyo hawajamtia moyo, ndio kwanza wanamtia huzuni. Mpaka Mungu akasema, Ayubu, uwaombea wa rafiki zako, la sivyo mimi nitawafanya kitu. Ikabidi Ayubu awaombee wale rafiki zake. Kwa hiyo point ni kwamba wapendwa, na sisi Mungu atupe hekima ya kudharau mambo mengine tunayoyasikia kutoka wale watu walio karibu yetu ambao wanayasema kuhusu sisi. Mengi wanayoyasema sio ya kweli, wanatumiwa na adui kutuumiza. Haya mambo aliyosema Eliabu hayakuwa na ukweli wowote, ingawaje mtu ambaye anaweza kusikia na kuangalia kile kitendo kilichotokea cha Daudi anaweza kuconclude ina kweli huyu mtoto anaonekana ana nani. Hasira iliwaka ya nini? Mwanzo 4:6-7 tunamwona Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea malangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Hii ugomvi wa ndugu haukuanza leo, umeanza toka huko Mwanzo 4. Ndugu anamuonea wivu mwenzake ghadhabu kwa sababu mwingine amefanya nini? Mungu amependezwa na yeye. Na huyo Eliabu kabisa, ukiangalia kinachomuudhi hapa ni kwamba Mungu alimchagua Daudi, Mungu hakumchagua yeye.
kwa sababu katika culture yao ya Wayahudi mtoto wa kwanza, kama Mungu alivyokuwa amesema kwamba nenda nyumbani kwa Yese nitakuonyesha utakayempaka mafuta. Expectation ilikuwa ni mtoto wa kwanza, expectation ya culture ya jamii ni mtoto wa kwanza. Sasa mtoto wa kwanza kakataliwa na Mungu, hasira. Badala na Mungu hapa anamwambia huyu Kaini, usipotenda mema, je, na wewe hutapata mema? Kwa hiyo Eliabu alitakiwa tu atende mema, amwombe Mungu tu autakase ule moyo wake ambao ulisababisha asiwe mfalme. Lakini unaweza usiwe mfalme, Mungu akakupa kitu kingine. Jambo la muhimu wapendwa, moyo ni mdanganyifu sana. Moyo wa Eliabu ulimdanganya Eliabu mwenyewe, kumwambia kwamba yeye ndo mwenye moyo safi, Daudi ndo mwenye moyo mchafu. Neno la Mungu linatuambia katika Yeremia 17, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Na wapendwa, vile vile neno la Mungu linatuambia linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndipo zinapotoka chemchemi za uzima. Wapendwa, tulinde moyo wetu, moyo usitudanganye. Tuombee moyo kila leo, ikiwezekana unapokumbuka, Mungu anapotukumbusha, tuombee moyo. Moyo utulie kwa Bwana, uache kutangatanga. Daudi na majibu yake. Neno la Mungu linatuambia katika Mithali 21, mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake atajilinda nafsi yake na taabu. Mimi niliposoma hii nikajiuliza, hivi ni wangapi wetu Mungu ndo ametutia mafuta, alafu tunamuona yule aliyekataliwa eti anakuja ndio anakuambia wewe mtu mbaya, wewe sijui nini. Mimi mwenyewe nasema kweli, msema kweli, mpenzi wa Mungu, ningekuwa tabu sana pale kutokumjibu Eliabu na kumwambia wewe Eliabu, kama wewe ndio una moyo mzuri, mbona Mungu akukutia wewe mafuta? Mungu tusaidie, midomo hii tuichunge. Nimekuja kujifunza kitu kimoja. Hivi Daudi angemjibu Eliabu hivyo, uone kwamba angekuwa ameshashindwa hata vita na Goliati. Pale penye vita pale mmeona maneno yanatoka, mara mfalme kasema hivi, mara tutakuja kuona naye maneno yanamfikia mfalme, maneno ya vitani yanamfikia mfalme, maneno yanatoka kwa mfalme yanafika vitani. Kwa hiyo Daudi angesema kwamba amepakwa mafuta wakati anagombana na Eliabu. Yaani naamini shetani angekuwa ameshaweka mtu wa kuyabeba yale maneno na kwenda kumwambia Sauli kwamba kuna mtu huku kapakwa mafuta, na ianze vita pale pale ya Sauli na Daudi badala ya Daudi na Goliati. Wapendwa, Mungu atusaidie, atupe hekima ya kujua nini cha kusema, wapi pa kusema, nani wa kumwambia, wapi pa kusimama. Ndio maana yule mwimbaji aliimba, Mungu nifundishe kunyamaza. Kuna vitu tunatakiwa tunyamaze, kuna vita hatutakiwi tupigane. Sio kila vita wewe ndio lazima ushinde. Kuna vita vingine tunatakiwa tuviache. Daudi akaona ili swala la kupigana na huyu kakangu, kaka mwenye mwanajeshi, kwanza unapigana naye nini? Hiyo kwanza tuiache. Hata sio swala tu la wanajeshi, swala la kiroho. Huyu Eliabu alikuwa anampiga kwa maneno. Maneno ni silaha, tumekwisha kuona. Sasa na wewe ukipiga kwa neno, adui atalibeba lile neno aende kulifanyia kazi. Usimpe, neno la Mungu linatuambia tusimpe adui nafasi. Lakini nimemuona Daudi hapa tena akiwa kama picha ya Yesu. Yesu wale ndugu zake walivyomdhihaki kumwambia mbona uendi Yerusalemu, hiyo Yohana 7, Yesu akajibu akawaambia hivi, haujafika bado wakati wangu, ile nyinyi wakati wenu upo siku zote. Ulimwengu hauwezi kuwachukieni ninyi, bali unichukia mimi, kwa sababu mimi na ushuhudia kuwa kazi zake ni mbovu. Kweeni ninyi kwenda kula sikukuu, mimi sikwei bado kwenda kule sikukuu hii, kwa kuwa haujatimia wakati wangu. Wapendwa, upo wakati kwa kila jambo. Kwa Yesu ilikuwa hujatimia wakati wake wa kwenda Yerusalemu. Kwa Daudi ulikuwa sio wakati wake wa kumwambia Eliabu au kuambia watu ya kwamba mimi nimeshasimikwa kuwa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo kila kitu wapendwa ni kwa wakati na majira ambayo Mungu ameyatangaza, na hekima inatakiwa sana. Wapendwa, somo la letu liliishia hapo katika huo mstari wa 29. Wiki ijayo tutaendelea mbele sasa na Mungu anavyotujalia. Kama nilivyosema wapendwa, katika sura hii mambo ni mengi, lakini kikubwa katika yote, tusiache
kumtegemea Mungu na kujua kwamba vita vyetu sio vya mwili na damu. Na vile vile kama wewe bado hujaokoka na hujampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jua adui anazunguka na uwezi ukamshinda bila Yesu kuwa upande wako. Yeye alishashinda mauti. Kwa hiyo mwisho wa kipindi hiki ipo sala ya toba. Unaweza ukaifuata maneno katika sala hiyo, umpokee Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, kisha tafuta kanisa ambalo wanaamini kwamba Yesu alizaliwa, alikufa, alifufuka na Yesu na Yesu ndio njia, kweli na uzima, na damu ya Yesu ndio inatupa wokovu. Bwana Yesu awabariki wote, na Mungu akipenda tutaonana wiki ijayo. Mbarikiwe sana. Kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.